Nuru ya matumaini. Amina. Karibuni wote. Nashukuru kwa wakati huu. Natumai ya kwamba Bwana amekuhifadhi, Bwana amekulinda na tutaweza kubarikiwa pamoja. Leo nina kazi mara mbili. Kazi ya kwanza ni kuhubiri. Na kazi ya pili ni hiccups. Nina hiccup, kama unajua hiccup. Na nimejaribu kung'ang'ana ile ujuzi yote tunajua, kufungia hewa, kunywa maji baridi, kunywa maji, kufikiria mbali, na ni kama inakatalia. Lakini mchungaji mmoja amekuja hapo akasema kuna kitu kimemvuta kutoka hapa ndani, aje aombe, na ameomba. Na ni kama hiyo kitu imeenda. Ikirudi mkisikia imerudi, muombe. Bwana asifiwe. Lakini hata kama haitaenda, tutahubiri, maana nilijua tu shetani alikuja. Huyo ni shetani, hakuna hati kumwekelea, ni yeye, kwa sababu angekuja jana usiku au ingefanyika asubuhi. Mbona saa hii tu wakati ninakuja hapa? Kwa hivyo mkikutana na huyo shetani mwambie we are not scared of him. Tunajua kichwa iliendanga, mkia ndiye ilifanya nini? Ndio ilibaki. Bwana asifiwe sana. Hivyo basi tunawakaribisha wale wote ambao wako na sisi hapa kanisani. Bwana aweze kuwa nanyi na wabariki tunapoanza hadi tamati. Na pia wale ambao wanaotufuata online pia tunawakaribisha. Tuna shule ya The Giant Planet Dar es Salaam. Kuna watu 30 pale wakiongozwa na Pastor Charles Richard. Pastor Charles, tunashukuru sana kwa kazi ambayo unayofanya. Ubongo external kuna watu 19. Kuna Evangelist Everest Gomba, kuna kanisa la Beroya Mission, Katoro, Geita, kanisa zima wanafuatilia, kituo cha mabasi, Kinyerezi, watu 30 wanabarikiwa. Na mkuu wa huduma ametuma hiyo ripoti. Kanisa la Ushindi, Dar es Salaam, zaidi ya watu 44 wanabarikiwa. Tuseme nini? Tuseme nini? Amen. Na wale mnaendelea kualika wengine, mnafanya vizuri, na siku moja utalipwa. Wacha niwaambie, kuna kile kinafanya mimi niendelee kupenda Yesu. Yesu alituambia atatulipa. Kuna watu utafanyia kazi hapa bure, au utafanyia kazi ngumu tu na haulipwi. Moja wa hao watu ni kanisa. Kanisa la Magomeni. Wewe ni mzee, unafanya kazi usiku na mchana. Pastor hawezi akaenda mahali bila kuita wewe. Anakuambia mzee uko wapi? Njoni wazee. Wazee wanakutana mpaka saa 8 ya usiku. Mwaka ikiisha tunaambia wazee tumeshukuru kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya mwaka wa 2025. Bwana awabariki. Sasa hivi tuna wazee wengine tumechagua. Wewe uko nje. Na hatuwapatii hata kacheke, hakuna kitu mnapata. Unaona, huyu ni kiongozi wa kina mama, na kama kuna idara inasubua ni idara ya Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo idara nzuri sana ya kina mama. Tunashukuru kwa hii idara ya pekee. Kiongozi wa kina mama anasumbuka na hawa kina mama wazuri. Mwisho wa mwaka tunakwambia sasa wewe, tulipoenda kwa nominating committee tulichagua Elizabeth. Kwa hivyo wewe hakuna kitu au mnapeangwa kacheki viongozi? Hakuna. Na tunaambia mtalipwa mbinguni. Na tukikuchagua ukatae, tunaimba wimbo na namba 57. Tafadhali hebu tuweze kusimama wote na namba 57. Usikatae kazi yake. Tunakuweka guilt. Huwezi ukakataa kazi ya Mungu. Na si Mungu alikuita, ni sisi tulienda tukakaa kwa nominating, tukaja kuambia alituita, maana tunaamini alituongoza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama uko kanisa na unangoja tulipe wewe, utangoja. Sioni ikibadilika, sioni kitu ikibadilika. Lakini hata hivyo kile nataka kusema ni kwamba Mungu mwenyewe anasema, Yesu anasema, tazama naja upesi na ujira wangu iko tayari. Yesu ni mwema. Atalipa, utalipa, usijali. Ile kazi unafanya hata kama hatukulipi, Yesu anasema yeye akirudi atafanya nini?
Hata Petero aliuliza Yesu, akauliza Yesu, hebu tuambie hivi tunakufuata hapa. Unajua hata tumetukana tumeacha mambo mengi sana, tuliacha kazi ya kuvua, tunakufuata kila wakati na hatuelewi kile kinaendelea. Sisi tulikuwa tuna wake, wewe hauna, na tunafuata kijana kila wakati kila mahali. Hebu kwanza utuambie tutalipwa hiki tu. Na naona kama Petero alikuwa ni Mkikuyu. Bwana asifiwe sana. Uwezi ukafanyia Mkikuyu ati halipwi. How? Anyways, so Petero akauliza tutalipwa nini? Yesu akawaambia namba moja, mutateswa. Hiyo ni malipo. Anaanza kuelezea package. Sema iko mateso kwa sababu ya jina langu. Na ya pili pia mutaweza kukalia viti vya utawala. Mtatawala mataifa, huko ni mwisho. Na ya tatu pia kila kitu mlipoteza, whatever you left, whatever you lost, mutarudishiwa maradufu zaidi ya 100. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kulipwa, haufanyi kazi ya Mungu bure, utaweza kulipwa. Bwana asifiwe. Sasa before I proceed, Mungu ni mwema, tuna wageni wa pekee. Pastor Christopher Nyanje is in the house. Bwana asifiwe. Pastor Christopher Nyanje yako in the house na ako na timu kubwa kutoka Kenya Coast Field. Hawa sasa ndio ndugu wamekuja hapa. Simameni mtusalimie. Basi jeshi kubwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio uzuri ya kuwa Mkenya. Jeshi inakufuata mahali kote. Bwana asifiwe sana. Sasa ona. Sijui kama tuna microphone, pastor angesema jambo tu kwa niaba ya kundi. La sivyo, I think akiendelea kuletewa microphone, swali linaingia maana lazima tunapata. Haya, mpatie mchungaji mic iko. Thank you. Asante sana, imefika. Asante Bwana Hamisi. Mchungaji tusalimie. Mchungaji unaweza kuja hapa. Pastor, you can just faster. It's okay, yeah, pitia hapa. Pitia hapa mchungaji. Poleni kwa kuvunja protocol, lakini karibu mchungaji. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi majina yangu ni yale ambayo mchungaji ameyazungumza. Mimi ndio President Kenya Coast Field, na tulipanga kuwa na retreat angalau tupumzike kidogo, na Roho akatuongoza kuja Dar es Salaam. Kwa hivyo tumekuwa hapa tangu tarehe 11, tukasikia kuna maneno mazuri. Tukasema pamoja na kupumzika kwetu, lazima tuende tusikilize neno la Mungu. Mnasemaje? Amen. Mbarikiwe zaidi. Asante mchungaji. Thank you very much. Asante. Swali. Mnakumbuka wakati Yesu alipozaliwa? Sasa nitawafundisha jinsi ya kunijibu sasa. Nimeangalia nikaona hii mambo ya kungoja mnijibu hamna taarifa. Hebu sema hey. Hamjasema kitu. Hey. Hey. Good. Kutoka leo mpaka nitoke ni hey. Hey. Sasa mnajua Yesu alizaliwa. Yesu alipozaliwa kuna wale ambao wanaitwa the wise men, mamajusi kutoka mashariki. Mnawafahamu? Walienda kumuona Yesu. Swali ni hili, leo ni rahisi tu na utainua tu mkono. Walienda kumuona Yesu. Sasa swali ni hili. Mamajusi walioenda kumuona Yesu walikuwa wangapi? A, 2. B, 3. C, haijulikani. A, 2. B, 3. Au C, haijulikani. Ni wangapi wanasema answer ni A? Mkono juu. Aha, asanteni sana. Wale wamesema walikuwa ni 2. Na mko 2 tena, ni 2 tu. Haya. Wale walisema walikuwa 3 mamajusi, na mkono wa mamajusi walikuwa 3 wise men. Inua tu. Jiamini hata wewe jiamini. Jiamini. Jijaze. Bwana asifiwe. Wangapi wanasema haijulikani walikuwa ni wangapi? Bwana asifiwe sana.
Wale mlinua walikuwa ni wawili, hawakuwa wawili. Wale mlinua walikuwa watatu, hawakuwa watatu. Wale mlinua ya kwamba hawajulikani, hiyo ndiyo jibu. Biblia haisemi. Enda usome kitabu cha Mathayo 3. Kile unaona watu wengi wanaamini mamajusi walikuwa watatu ni kwa sababu ya zile picha huwa unaona wakati wa Christmas. Unaona ngamia tatu na wazee watatu. Hiyo ilikuja kuletwa wakati ule wa Dark Ages, tukaambiwa walikuwa watatu. Hawakuwa watatu, ni zawadi zilikuwa aina tatu. Zawadi ndio ilikuwa aina tatu. Mathayo, ukitaka kuenda kusoma hiyo majibu, soma Mathayo 2. Kwa hivyo leo shika hapo, ni vizuri uelewe. Alright? Mathayo 2. Na ukienda kusoma tena, swali ya kesho inatoka tena hapo. Na tena swali ya pili itakuwa bado ni ya mamajusi. Wise men. Si nimewapatia kulu mapema. Hey! Nimewapatia makulu mapema. Sasa tuingie moja kwa moja katika kitabu chetu cha Danieli. Tuliweza kuangalia jana kitabu cha Danieli sura yake ya 3, na tukamuona Nebukadnezaru akiita viongozi wa serikali ili waje wazidue ile sanamu yake. Na goli ya Nebukadnezaru ilikuwa ni kuweza kumake a statement ya kwamba katika ufalme huu kuna Mungu, na huyu Mungu ni hiyo sanamu, na ni dhahabu peke yake. Ile maneno mengine mlikuja kusikia ati kuna fedha na shaba na chuma na udongo, tumeyafutilia mbali. Sisi kama serikali tumeona Mungu alifanya makosa, na ile iko ni hiyo sanamu. He wanted to make that statement, but like I told you, Mungu anaingilia kitabu cha Danieli. Hapo mwanzo unaona kama Mungu anashindwa. Hapo katikati kwa body unaweza iweka introduction, ni kama Mungu ameshindwa. Body, Mungu ana rearrange the tables. Mwisho, conclusion, Mungu anaibuka mshindi. Mwisho, hapo ndiyo Nebukadnezaru alitangaza a different statement ambayo Mungu alitaka Nebukadreza. Nimekuwa nikiwaambia Nebukadnezaru, hiyo ni Kikuyu, iko hapa, lakini Nebukadreza. So, huyu Nebukadreza akasema ya kwamba mtu awaye yote atakayepatikana anaongea kinyume cha Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego atakatakatwa vipande na nyumba yake itaachwa ukiwa. Tena akaweza kuwapromote hawa vijana watatu, watu wote wakiona. Kumbuka wale viongozi ndio walileta maneno kwa juu ya hawa vijana ili waondolewe kwa mamlaka. Lakini Mungu wa mbinguni akafanya Nebukadnezaru a change the statement ili hawa watu wakienda nyumbani waende wakiongea mambo mawili ya maana. One, ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Hakuna awezaye kuokoa jinsi hii kama huyo Mungu wao. Hakuna moto unaweza kuangamiza kama vile tulivyoona katika tanuru la moto. Hawakuwa na harufu ya moto, nywele zao zilikuwa sawa, nguo zao zilikuwa sawa. Huyu ni Mungu wa pekee, na kila mtu alide jina la Mungu huyu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakienda nyumbani, they had to have that statement. Na ya pili, wakienda nyumbani, waende wakitangaza ya kwamba hawa vijana watatu wamekuwa promoted katika serikali. Kwa hivyo Nebukadneza akiwa amekaa katika ikulu akiangalia news hiyo jioni, alitarajia kuona katika TV ikitangaza ile maneno walisema. Babylon yote kukafanyika mkutano. Niliwaambia ni Babylon the net event ya 605. Babylon yenyewe mahubiri inaendelea na Mungu wa mbinguni ameinuliwa. Haleluya. Hey! Mungu wa mbinguni ameinuliwa kule Babeli. Na nikakwambia, na wewe ukipitia mangumu, usiache Mungu, usiogope kuingia kwa shida, kwa sababu anasema mimi niko kwa moto, ninawangoja waingie, huyu mwana wa Mungu. Nebukadneza alipofanya haya yote, ukienda sura ya 4, hatutakuwa na wakati wa kusoma. Leo tunaingia sura ya 7, lakini kupatie tu 4, 5 na 6 kwa summary, kwa muktasari. Sura yake ya 4, Nebukadneza amesahau haya mambo yote. Unajua shida yake alikuwa ni kusahau, na sijui ni kwa nini. Alisahau
Amesahau na akasahau kulikuwa na Mungu wa mbinguni aliyesema habari zake. Sasa yeye ndiye anayetawala kule, yeye ndiye ambaye anatawala kule, na anauliza ni nani kama Mungu, anapoangalia mashamba makubwa ambao ni Hanging Gardens of Babylon. Na hiyo basi ilimkasirisha Mungu, na Mungu akaona huyu mtu nimemfundisha pale kwa chakula wakati wa Danieli, nimemfundisha kwa bedroom yake nikampatia sanamu, sasa amesahau. Hata kwa moto ambao ameongeza mara 7, hiyo haiku make sense. Sasa kile nitafanya, aliguza yeye hapa kwa forehead, Mungu akaguza tuta. Alipoguzwa akapata ugonjwa. Ugonjwa aliyopata ni ugonjwa ambao not very common, inaitwa lycanthropy au boanthropy. Hiyo unaweza Google. Inaitwa lycanthropy. Ni ugonjwa ya lycanthropy au boanthropy, ni ugonjwa ambao unajisihi ng'ombe. Wewe mwenyewe tu umekaa tu hapa kanisa, unajisihi ng'ombe, unajisihi mnyama. Sasa yeye alijisikia ng'ombe. Very bad disorder. Alijisikia ng'ombe, na alipojisikia ng'ombe ukijisikia ng'ombe saa hiyo unaanza kutafutana na nyasi. Utafuti chapati, hautafuti kaimati, hautafuti asali, unatafuta nyasi. Na akaanza kutafuta nyasi, anakula nyasi. Waaskari, the guards wakiangalia, askari wakiangalia, watu wanaona mfalme ametembea na mikono na miguu kama mnyama, wanashindwa ni nini hii? Hakuna mtu aliyemsimamisha, hakuna mtu aliyemshika. Akaenda na akatokomea mpaka porini. Mungu alimwambia utaelewa. Nimejaribu kuongea na wewe tukiwa wawili kwa bedroom, huziki. Nimetuma vijana 3, huziki. Nimetuma hata Danieli, hauziki. Mkono wangu ulikuwa na wewe, nikampatia Jehoyakimu mikononi mwako, hauziki. Wewe unajifanya Mungu. Sasa wacha nikwambie, nitakutenda kitendo kile sijatendea mtu mwingine. Utakula nyasi miaka 7. Utakula nyasi na hautakuwa na appetite ya chapo. Utakuwa ati mimi leo nasikia chapati. Hakuna. Utakuwa na appetite ya nyasi ambayo haijakatwa, haijakatakatwa na haijapikwa. Utakula nyasi miaka 7. Huyo mwanaume alienda msituni miaka. Kile kinanishangaza ni kwamba sioni mke yake akienda kutafuta huyu mtu msituni. Yani I expect the wife anaita watoto wake at least waende wakatafuta mzee. Akaenda kutafuta. Na hata ilitangazwa tu hiyo siku usiku. Na ifuatayo ni taarifa ya habari. Kwanza muktasari wake mkisomewa na Hamisi. Mfalme Nebukadneza ambaye ni mfalme wa Babyloni amegeuka kuwa mnyama. Siku ya Jumatatu mwendo wa saa 7:30, huyu mfalme Nebukadneza akiwa amekalia kiti chake cha ikulu cha enzi, alipatikana akitembea kama mnyama, na aliondokea pale ikulu, na wale walinzi walimfungulia mlango na akaenda na akatokomea porini. Mpaka sasa hatujapata habari kile kinachoendelea, lakini tunatumai kwamba bado yu hai. Hivyo tunawaita wachungaji na makasisi na viongozi wa dini, tafadhali muweke huyo mfalme wetu Nebukadneza kwa maombi, ili kama itawezekana arejee kesho katika kiti chake. Mwisho wa muktasari wa habari. Hakurudi. Siku ya pili hakurudi. Miaka 2, 3, 6 hakurudi. Kile kinanishangaza ni kwamba hakuna mtu aling'ang'ania kuwa president ka elections. Sijui kama walifanya elections, I think they did. Lakini kiti ya rais hakuna mtu aling'ang'ania. Walitaka makamu, walitaka idara zingine, lakini hii ya rais hawakung'ang'ania. Wewe unaweza ng'ang'ania kiti, mtu anakalia anajisihi ng'ombe, utakalia. Hata kama unapendanga uongozi, hata kama wewe unapendanga uongozi sana hivi, unatusumbua, utang'ang'ana kuwa hiyo kiti. Biblia inasema hiyo kiti ilibaki imefungwa nyororo. Hiyo kiti ilibaki miaka 7. Miaka 7 ilipoisha, Nebukadneza akasimama msituni peke yake, akatukuza Mungu wa mbinguni. Unajua alipokuwa msituni, wanyama wengine waliangalia na wanajaribu kumkaribia, naye anawaangalia. Wanasema tumekuwa hii pori kwa muda na tumeona wanyama wa aina mbalimbali, lakini aina hii ndio hatujaona. Hawajui kama waivamie ama itawavamia, wanaiotokea. Huyo mzee alikaa huko, hambadilishi nguo, haogi.
haogi, nywele zilimea, nguo ziliisha, nywele zikamea, makucha yamekuwa makubwa, mnyama. Mwisho wa miaka 7 akainua macho yake juu, akasema sasa nimekubali hakuna Mungu kama wewe. Unabadilisha majira, unabadilisha hata wanadamu. Kama ni wewe umefanya mimi nikule nyasi, wewe ni Mungu. Na mtu acheze na wewe you are something else. Do you know Nebukadnezar atakuwa mbinguni? Ukisoma sura ya 4, na sura ya 4 Danieli hakuandika, ni Nebukadnezar aliandika. Akianza anasema ninawaandikia watu wa mataifa yote na lugha na jamaa mambo ambayo yalinipata mimi. I want you to hear the message from me. Ili muelewe kama mnacheza na huyo Mungu, angalia naye asikufanye ukule makaratasi. Kwa hivyo tafadhali soma na mimi ni funzo. Na kutoka sura 4 hatusikii Nebukadnezar tena. Yule unasikia ni Belteshazzar, kijana mjukuu wake Belshazzar. Belteshazzar alikuwa ni Danieli, huyu ni Belshazzar ambaye alikiuka sheria na akafanya karamu, na karamu aliyofanya akaleta vyombo vya hekalu vitakatifu. Mungu akaona tena, na wewe uliona baba yako akikula nyasi, ni nini inawazumbua Mungu? Huyu mwanaume anakunywa pombe hapa na watu na raha mustarehe. Mara pa akaona kwa ukuta kipande ya mkono ikiandika. Unajua kuona mtu ambaye hana mkono hausituki sana, lakini kuona mkono bila mkono tu, Biblia inasema kipande ya mkono. Hata wewe, hata kama wewe ni shujaa aina gani, kama mkono kapite au tu miguu peke yake ipite kwako, uko peke yako mama, unapika hapa ugali unaimba hivyo, kama tu miguu tu huoni, hata si kiwiliwili, ni miguu peke yake inatembea, si utapiga duru tu hapo. Unakumbuka kuomba au ambie nakukemea sidwe wapi zangu miguu? Akaona kipande ya mkono ikaandikia yeye Menemene, Tekeli na Peresi, na watu wote wanaangalia. Biblia inasema ya kwamba akaanguka chini. Alipoanguka chini, hip bone ikalegea, akajikojorea. Hii president mzima saa hiyo pa. Sasa wakataka kuangalia, madaktari wanajua hii kitu hatuelewi, lakini unajua pia unaangalia the cause. Wanasema before the hand he was, after the hand he is. Sasa unaona shida si hapa, shida ni hii mkono. Wakasoma wakasema hawaelewi kitu, wakatuma Danieli akaja akasoma, akasema Menemene, Tekeli na Peresi. Mzee na ako chini anasomewa akiwa chini. Akaambiwa sikia wewe, mambo yako imeisha leo. Uliguza ile vyombo ulileta, ndio hii ninaona hapa vyombo vitakatifu. Hata baba yako na alikuwa mjeuri, uliona kama aliziguza, uliona akizitumia. Umekuwa kwa mamlaka miaka ngapi na ukaanza kucheza na huyo? Hukusikia baba yako alikula nyasi, ni nini hujui? Sasa sikia, Mene umepimwa, Tekeli umeonekana umefanya nini? Umepungua na umepewa Peresi, Wamedi na Wajemi. Ufalme yako you are done. Danieli, wacha nikupatie zawadi, sitaki, you are dying. Saa hiyo Wamedi na Wajemi wameingia, wakawaua, wakamaliza. Dario akatawala na Danieli tena akachaguliwa katika serikali nyingine. Bwana asifiwe. Yeye hakumalizwa. Belteshazzar hakwenda mbali kama baba yake, ikaisha. Sura ya 6, hiyo ni sura ya 5. Sura ya 6 utasoma huyu Dario sasa mwenyewe, yule amechukua uzukani, naye amefanya vituko. Nitakwambia tu tukiingia kwa hawa wanyama. Sasa Danieli 7. Inapofika sasa Danieli 7, mambo yanageuka sasa. Mungu tayari amepatia serikali ya dunia mpango wake. Ile sanamu ambayo Nebukadnezar aliiona was a political statement which God was making to these politicians. Mungu alitaka kuongea na hawa viongozi wa dunia, awajulishe kuhusu serikali zitakazofuata, awajulishe mpango wake wa baadaye, awapatie kalenda, ratiba ya Mungu. Unabii ni kalenda ya Mungu anayopatia watu wake. Unabii ni nuru inayomulika gizani, ni nuru ya matumaini.
unabii unakuelezea mahali wewe uko na mahali unakoelekea and what you are supposed to do. Ni kwa sababu ya unabii watu wa Mungu wakati Yesu atakaporudi hawatakuwa kwa giza. Hata ingawa Yesu alisema nitakuja kama mwizi, alisema atakuja kama mwizi kwa wale ambao hawajajiandaa, lakini watoto wa Mungu hawatakuwa gizani, hatakuja kama mwizi, watajua hakika Yesu anakuja. Ndio unaona Mathayo 24 amepeana ishara za kurudi kwake. Anasema ya kwamba kabla sijakuja watatokea manabii wa uongo. Kabla ya kuja kwangu kutakuwa na vita na matetesi ya vita. Kabla ya kuja kwangu kutakuwa na tetemeko la ardhi. Kabla sijakuja injili itahubiriwa katika dunia yote. Alipeana yale mambo tunafaa kuangalia. Alipeana checklist. Watu wa Mungu hawako gizani. Yeye mwenyewe anataka waelewe wanatoka wapi, wakielekea wapi, na how close tuko nyumbani. Ndio tunaimba wimbo, tunasema ya kwamba umwendo gani nyumbani, mlinzi akanijibu. Mwisho anasema sio mbali na nyumbani. Si mbali, si mbali. Bwana asifiwe sana. Sio mbali. Na yule anasema sio mbali ni yule anayesoma unabii. Na ndio sababu tunaangalia unabii ili tujue tuko wapi, tumefika wapi, tunaenda wapi. Alipomaliza kuwaelezea hawa viongozi wa dunia hawakuweza kucommunicate well na wengine, maana kama huyu Nebukadneza ndoto unalo lakini bado unatengeneza vitu vingine tofauti. You are not taking me serious. So what God did was to switch now to Daniel. Danieli sasa ni mzee, kwa hivyo Mungu mwenyewe akatokea kwa Danieli mwenyewe. Akasema hivi katika kitabu cha Danieli 7, anasema kisha katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo tofauti ya Nebukadneza. Danieli anasemekana ya kwamba alipata ndoto kisha akaiandika hilo ndoto ili tuweze kuelewa. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka na manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Neno la Mungu linasema Danieli alipata ndoto. Now you have to understand, wakati Mungu anapozungumza na watu wake anatumia njia na mbinu tofauti. Anaweza tumia neno Biblia, anaweza pia tumia maumbile nature, anaweza tumia ndoto, anaweza tumia njozi, anaweza tumia mhubiri mwingine. Mungu ana njia tofauti nyingi tu vile anavyozungumza na watu wake. Kwa sasa hivi amezungumza nasi kupitia kwa Danieli na amempatia Danieli njozi. Na tunapoingia unabii, hatuangalii tu Biblia au unabii vile tunasoma Injili. Kuna mambo unafaa uweze kuelewa. Na katika mahubiri haya tutaangalia kitabu cha Danieli na some portions ya kitabu cha Ufunuo. Na amesema alipoangalia kwanza aliona bahari. Aliona bahari, tena kulikuwa na upepo mkali baharini. Na baada ya upepo mkali kukatokea wanyama. Unaposoma unabii au unaposoma unabii usikie maji, bahari, usifikirie tu ni kama Indian Ocean. Hiyo inasimamia, it is a symbol of something. Kwa hivyo ukisikia bahari, ukisikia maji mengi, ujue inasimamia watu wengi. A highly populated area inaitwa maji mengi. Ukitaka kusoma hiyo, soma kitabu cha Ufunuo 17 na fungu la 15. Nimesema Ufunuo 17 fungu la 15, ambayo inasema ya kwamba na huyo mwanamke uliyemuona amekalia huyo mnyama na amekalia juu ya maji mengi, ni umati wa watu
watu wa kila lugha, taifa na jamaa. Maji ni watu. Na utakaposoma unabii usikie mnyama alitokea kwa watu, hivyo utajua ya kwamba huyu mnyama alitokea, kwa maji, huyu mnyama alitokea kwa watu wengi. Lakini pia utasoma kuna wanyama wengine hawakutokea kwa maji mengi, walitokea kwa nchi. Kama Ufunuo 13 fungu la 11, utaona kuna mnyama alitokea kwa nchi kavu akiwa na pembe mbili, lakini alinena kama joka. Kutokea kwa nchi kavu is the opposite ya maji mengi. Hivyo basi huyu alitokea mahali hakuna watu wengi. Unaposikia juu ya mnyama katika unabii, unaposoma usikia mnyama anawakilisha serikali au ufalme. Anytime usikie Danieli aliona wanyama, hao ni wafalme. Yohana aliona mnyama, huyo ni ufalme. Mwanamke amekalia mnyama, huyo ni ufalme. Mnyama ni ufalme. Hivyo basi kichwa cha mnyama ni kiongozi wa ufalme. Utaona kuna wanyama wengine wako na vichwa vinne. Okay? Kwa hivyo kichwa ni mfalme au ni kiongozi wa serikali hii. Lakini pia utaona wakati mwingine huyu mnyama anaweza kuwa na pembe. Unaposoma unabii usikie kuna pembe, hizo pembe ni authority, na sometimes pia inatumika kama ya viongozi bado. Utasikia kuna mnyama alikuwa na pembe 10, kuna mnyama ako na pembe 2, hizo ujue ni viongozi. So far so good. Tuko pamoja? Hey! 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 Tuko pamoja? So ukisikia maji ni watu wengi, nchi kavu mahali hakuna watu, mnyama ni ufalme, kichwa ni mfalme, pembe authority au pia viongozi. Okay? Na wakati mwingine utasikia pia kuna crown, kuna nyota, hiyo yote ni authority. Anything beyond the head, okay? So Danieli ameona mnyama ambaye ni simba. So inatuelezea kwamba huyu mnyama lazima ni ufalme. Okay? Lakini ni mnyama anafanana na nani? Na simba. Mnyama wa kwanza alifanana na simba. Fungu la 5. Na tazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyu hivi, inuka ule nyama tele. Mnyama wa pili ni dubu. Mpaka hapo hata wewe unaweza sema I think I understand. Naona kama naelewa kile mchungaji anasema, kwa sababu simba hakai baharini. Kwa hivyo kama simba alitokea baharini, lazima anamaanisha kitu. Na dubu hakai baharini. Kwa hivyo hao wanyama wote walionekana, na tena ni wanyama wakubwa, the big five. Tumeanza kuona simba, alafu kuna dubu. Simba ni mnyama mkali, the king of the jungle, lakini mwisho alipewa roho ya mwanadamu, alipewa moyo wa mwanadamu, roho ya mwanadamu. Hiyo ni kumaliza simba kabisa. Ukifanya operation, hebu tu assume ya kwamba ukifanyia operation hii roho itafanya kazi, itolewe roho ya simba. Ulienda hospitali uko na shida ya moyo, sijui ni moyo ni roho, ni moyo ni roho. Moyo. Okay, so ulienda hospitali kufanyiwa moyo operation, heart surgery na hawa madaktari, lakini kukakosekana kabisa, kukakosekana moyo ya mtu, lakini kuna ya simba. Wakaona wacha wakupatie, ukawekwa tu ya ukawekwa, na tuasumu inafanya kazi. Utakuwa kama nini? Kama simba, si ndio? Haya, ile yako itolewe iwekwe simba. Simba atatulia tu. Taona simba amekuja kanisani, unampatia kitu, unampatia nyama hataki, anataka githeri. anataka makanda, anataka viazi. Kwa hivyo hiyo it was a mess. Simba was messed. Hiyo kusikia amepewa hiyo moyo wa mwanadamu, hiyo is a mess. The whole system is messed ya simba, ya hiyo ufalme. Mnyama wa pili ni dubu, ambaye alitokezea ameuma mbavu 3 mdomoni mwake, na akaambiwa inuka ule nyama tele. Lakini huyu dubu alikuwa ameinua upande wake mmoja juu. Hivyo inamaanisha ni falme 2, lakini moja ndio itatawala. Kumbuka yule sanamu wa Danieli 2 alikuwa na mikono miwili. It is the same concept. Huyu dubu ana pande 2, moja imeinuliwa juu. Fungu hilo linalofuata 6, kisha nikatazama na kumbe
mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Mnyama wa tatu pia hakai baharini, lakini alionekana akitoka baharini. Huyu naye ni chui, not a very big animal, lakini ni mkali. Na huyu vile alitokezea, ako na vichwa vinne. Ako na vichwa vinne na mabawa manne. Simba alikuwa na vichwa ngapi? Hey! Simba alikuwa na vichwa vingapi? Dubu alikuwa na vichwa vingapi? Chui ako na vichwa vingapi? Toto ni vichwa vingapi? Yote moja moja nne ni ngapi? 6. Tafadhali usisahau, kuna mtihani itakuja. Hiyo nimekupatia, ni mtihani is coming. Sikia fungu la 7. Fungu hilo la 6 ametuambia kuhusu chui. Chui mwenyewe amepewa mabawa. Kwa hivyo unaposoma unabii usikie mabawa. Mabawa ni speed ile anayotumia. Simba alikuwa na mawili, lakini huyu atakuwa ni mkali sana kwa speed, mwendo wa kasi. Fungu la 7 anasema nini? Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyanga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Huyu mnyama wa 4 ametokezea, ni tofauti na wale wa kwanza. Kichwa ni kimoja sawa, lakini pembe, ana pembe 10. Alipoangaliwa na Danieli, huyu ako tofauti kabisa na wale wa kwanza. Fungu la 8 linasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu, maneno ya makufuru. Huyu mnyama ametokezea na design yake. Ana makucha ya chuma. Huyu mwenyewe meno ni ya shaba. Huyu mwenyewe anaitwa mnyama wa kutisha. Danieli hakupata jina ya kupatia huyu mnyama. Ako na pembe 10, lakini Danieli alipotazama katika hiyo njozi yake ya usiku, alipotazama vizuri, akaona kuna pembe mwingine mdogo ambaye anamea baada yao na katikati yao, na si mkubwa sana, lakini ameendelea kupata ukubwa. Na alipoangalia, ako na macho na mdomo kama ya mwanadamu, na unaonena maneno makuu, maneno ya makufuru. Pembe wengine walikuwa tofauti, maana hawakunena. Unajua ni kwa nini wengine hawakunena? Do you know why the other horns did not speak? Huyu peke yake ndiye ananena. If you don't have ears, kama hauna masikio, hautanena. Never. Hakuna mtu ambaye hasikii hunena. It doesn't work like that. If you cannot hear, you cannot talk. Utaongea na sign, lakini hutaongea. Uongea kitu constructively, haiwezi. Yule hasikii, anaongea na sign. Lakini huwezi ukawa hauna masikio na unaongea. Tutakushangaa, ulisikia maneno wapi hiyo unaongea? Kile kinafanya tuongee ni kwa sababu tuko na masikio. Kile unasikia ndiyo huongea. If you doubt what I'm telling you, wewe ni Mjaluo. Mtoto mzae akiwa siku moja, pereka kwa Wakarejini ndani. Wacha akae mpaka akiwa miaka 6. Analelewa na Wakarejini. Akianza kuongea, ataongea lugha gani? Hamjui Wakarejini ni nini? Basi wacha niwaulize wale mnajua. Huyu ni Mchaga, mtoto Mchaga, kamezaliwa tu, kakapeano kwa Wamasai, kanalelewa na Wamasai. Miaka 5 ikisha, kataongea lugha gani? Kimasai. Kwa sababu you speak what you hear. That is the reason why we speak. Kile kinafanya mnaongea Kiswahili ni kwa sababu mlizaliwa mahali kuna Kiswahili. Kama mlizaliwa hapa ni Kichinese, mungekuwa mkichingchong. Kichinese. Kwa sababu hiyo ndio unasikia. You speak what you hear.
Na ndio unaona Biblia ikisema katika kitabu cha Ufunuo kwa ile makanisa 7, anasema ya kwamba aliye na sikio asikie vile Roho anavyoambia makanisa. Kwa sababu ukisikia utafanya nini? Utanena hayo. Na hata kuna katoto kataongea kwako kwa nyumba vitu, ukauliza hii ulisikia wapi? That's what we ask. Mtoto aseme kitu off au atukane, utamuuliza ulisikia wapi? No, I want you to tell me ulisikia, kwa sababu hawezi akanena kama hajasikia. Na ndio unaona hata wazazi wengine wakali, unaambia mtoto utamchapa, lakini shika sikio nikikuchapa. Shika sikio, umwambie shika mdomo. Shika sikio, maana this is the gateway. This is the gateway. Sasa huyu pembe mdogo, kile kinafanya anene maneno ya makufuru ni kwa sababu ana masikio. Lakini I mean kwa sababu anastahili kuwa na masikio. Nilitaka kusema anastahili kuwa na masikio. Lakini ukiangalia vizuri, huyu pembe alikuwa na macho na mdomo na hana masikio, lakini ananena. Hii kitu ni tofauti sana na wengine. Hana masikio lakini anaongea. The reason as to why anaongea maneno ya makufuru ni kwa sababu hakuna mtu anasikianga. Hataki kusikia na hataki kujua. Aliongea. It is a mystery. Tutaendelea kumwangalia kesho huyu pepe mdogo. Lakini kwa leo ujue ya kwamba kuna wanyama 4. Mnyama wa kwanza, huyo unayemsikia simba, anasimamia ufalme wa Babuloni uliotawala dunia kutoka mwaka wa 605 mpaka mwaka wa 538 BC. Walitawala tu, wakaondolewa mamlakani na Wamedi na Waajemi, the Medes and the Persians, wakiongozwa na Dario au Darius na Koreshi au Cyrus. Wao ndio walikuwa viongozi wa ufalme wa pili ambao unawakilishwa na dubu. Ulitawala kutoka mwaka wa 538 BC wakaenda mpaka mwaka wa 331 BC. In 331 BC kulikuwa na vita kali sana dhidi ya Wamedi or the Persians na hawa ambao ni Wayunani ambao ni chui. Vita inaitwa the Battle of Arbela. Aliyekuwa ameongoza yule chui ni ufalme wa Yunani, na kiongozi wake aliitwa Alexander Mkuu. Now Alexander nikakijana tu miaka 25. Alexander alianza kutawala akiwa 25 years of age. Very smart. Na kalirima dunia, kalirima Europa yote, kakalima kakaingia mpaka India. Alipofika India inaitwa Indus Valley, hapo ndio aliishia. Alikuwa na 120 provinces. Hakutawala muda mrefu, alitawala miaka 7 peke yake. Alexander Mkuu alifanya historia ya dunia mpaka saa hii, anaitangwa the Great, na alitawala miaka 7. Nini iliua Alexander? Pombe. Pombe ilimaliza kijana. Alikunywa pombe mpaka anaambia viongozi wake wamletee akiwa amelala kwa kitanda. Kalikufa. Na alikufa akiwa miaka 32, a very young man. Pombe. Lakini alipokuwa anaongoza, alikuwa amegawa ufalme wake mara 4. Akaweka governors, akaweka viongozi 4. Upande wa Afrika huku juu ya Misri akaweka mwanaume anaitwa Ptolemy, ndiye alikuwa anaangalia hiyo region. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Kasada, kuna mwingine anaitwa Seleucus, kuna mwingine aliitwa Lysimachus. Hao 4 ndio walikuwa anatawala pamoja naye. So alipokufa waligawa huu ufalme mara 4. Ndio unaona chui ana vichwa 4. Mnyama wa 4 ambao ulitokea ni ufalme wa Rumi. Sasa nirudi nyuma kidogo. Huyu chui alifanya watu waweze kuongea lugha yake Kiyunani. He really influenced the world na Kiyunani. Mambo ya madawa, mambo ya marathon, mbio unazoona nyingi sana, origin yake ni Athens kule Greece. The Grecian kingdom. Walifanya watu wa behave kama wao, wale chakula chao, mpaka hata wakati ufalme wa Rumi unatawala. Fast forward, wakati Yesu anauawa, anaangikwa kwa msalaba in 31 AD. Pilato aliandika maneno pale juu ya msalaba, akasema huyu ndiye mkuu wa Wayahudi, na akatumia lugha 3, lugha ya Kihibrania, lugha ya Kirumi na lugha ya Kiyunani. But they were still effective kwa watu. Walikuwa wamefanya kitu inaitwa Hellenization.
walikuwa wamefanya watu to think and behave like them. Hawa wa Yunani. That's how strong that guy was. Anyhow, huyu ufalme wa nne naye ni ufalme wa Kirumi. Ufalme wa Kirumi ambao uliingia mamlakani mwaka wa 168 BC, mwaka 168 BC. Mwaka wa 168 BC. Walipigana vita na Waamedi na Waajemi. Vita inajulikana kama the Battle of Paidana, na wakashinda, wakaibuka washindi. Kwa hivyo wao wakatawala dunia na ndio walitawala the longest. Ufalme wa Kirumi uliendelea mpaka Yesu anakuja kuzaliwa between 5 and 4 BC, wakati ufalme huu wa Kirumi unatawala. Ndio walikuwa wanatawala. Na Waisraeli na wengi Wayahudi walikuwa wanangojea Masihi atakaye kuja kuwaokoa na mkono wa Kirumi, ufalme wa Kirumi, akina Kaisaria, akina Caesar, waweze kuondolewa kwa huo ufalme. Yesu alipozaliwa walidhani ndiye Masihi, lakini walikuja kuona si yeye na hawakumuamini. Na yeyote alikuwa anafanyia kazi serikali ya Kirumi walimchukia. Mtu kama Mathayo, maana anatoza ushuru kwa serikali ya Kirumi. Mtu kama Zakayo, kwa sababu alikuwa anafanyia serikali hii kazi, lakini hawakuwa na nguvu. Na kulikuwa na a lot of battles, kulikuwa na vita, kulikuwa na watu kama Mau Mau, wale unasikia wale walipigania uhuru. Kuna watu wa aina hiyo ambao unasikia kama ni the Zealot au Makabayo, wa the Maccabees, walipigania uhuru lakini hawakuweza. Ufalme huu wa Kirumi, Yesu amezaliwa chini yao, walitaka kumuua under Herod, Yesu akakimbilia Misri. Ufalme huu wa Kirumi, serikali ya Warumi, ndio walimwangika Yesu pale msalabani mwaka wa 31 AD. Yesu mwenyewe alipoenda mbinguni, wanafunzi waliteswa na kuuawa na huu ufalme. Yakobo ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa kwanza wa kuuawa, aliuawa na serikali ya Kirumi. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 12. Na walifuatilia hivyo, wanafunzi wote waliuawa na serikali hii ya Kirumi. Akina Andrea na Filipo na Mathayo na Thomas, wengi akina Nathaniel waliuawa na ufalme huu wa Kirumi. Mpaka Yohana mwenyewe akakamatwa na ufalme huu na Emperor Domitian, akamshika na akataka kumuua, akachemusha kwa mafuta, akakataa kufa, akamshika akampeleka katika kisiwa cha Patmos. Huko mwaka wa 94 AD ndio Mungu anatokezea Yohana na anamuonyesha mambo ya mbingu. Yohana alikuja kuondolewa, maana he's a political prisoner. Amekuja kutolewa na mfalme mwingine anaitwa Emperor Nerva, ambaye alikuja baada ya Domitian, akamtoa, na alipomtoa akampeleka mahali alistahili kuwa, katika kanisa la Ephesus au kule Efeso. Huko ndiko Yohana alihubiri injili ya upendo, na Yohana alikufa kwa altar akihubiria watu wapendane. Anawaambia, watoto wangu wandogo mpendane. He died telling people to love one another. 98 AD Biblia imekamilika, unabii umekamilika wa Yohana. By 100 AD Biblia imefungwa, vitabu yote unaona hakuna ilikuja baada ya 100 AD. Lakini shida hazikuishia hapo. By 156 AD kuna pastor mmoja bishop mmoja wa kanisa la Smyrna anaitwa Polycarp, walimuua, aliuawa na mfalme anaitwa Diocletian. Diocletian alitesa kanisa kwa siku 10. Kitabu cha Biblia kinasema kanisa la Smyrna liliteswa na shetani siku 10. Huko ndiko kiti cha shetani kiko, siku 10. Hiyo ni miaka 10, siku moja ni mwaka katika unabii. Mwaka wa 303 mpaka 313 AD kanisa likateswa, kanisa likachomwa, Biblia zikachomwa. Diocletian akamtesa Polycarp. Polycarp alipokamatwa, walitaka kumwangika na wakamweka juu ya msalaba na wakataka kumchoma, lakini wakamwambia, you have a chance to recant, uweze kubadilisha nia yako, umkane huyu Yesu. Akasema, for 86 years nimekuwa nikimfuata huyu Yesu na sijaona ubaya wa Yesu. Alikufa kwa ajili yangu, nami niko tayari kufa kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Serikali hii ya Kirumi imetesa wengi. Ilipofika mwaka wa 538 AD mpaka 1798 AD bado watu wanateswa. Na sasa sio kuuawa kimwili, ni kuuawa kiroho. Zama za giza zikaingia serikali hii ya Kirumi. Sasa mwaka wa 476 AD,
476 AD, ufalme huu wa Kirumi ukawa na internal conflict, ikapasuka na wakatokezea viongozi wengine, falme zingine 10 zikatokezea 10. Zile tunaita European communities. Hiyo ndiyo ile vidole ya ile sanamu 10 na ndiyo hizi pembe 10 unaona ya huyu mnyama. Lakini huyu pembe mdogo ni nani? Kesho usikose tunapoingia tuangalie huyu pembe mdogo, maana Danieli anapoongea atatuambia kwamba hana shida na mnyama wa kwanza, wa pili na watatu, ana shida na huyu mnyama wa 4 na zaidi huyu pembe mdogo. Tutamwangalia siku ya kesho, lakini kwa sasa uelewe ya kwamba Mungu anapozungumza neno, ningetaka niende karibu mwisho wa kitabu cha Danieli, kwa sababu kuna neno pale ningetaka uweze kuelewa kule tunakoelekea na huu nabii. Anasema hivi, nataka kusoma mafungu ya yale ya mwisho 26. Anasema, lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Fungu la 27, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Huu ndio mwisho wa jambo lile. Neno la Mungu limesema ya kwamba lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme utapewa wale walio watakatifu wa yule aliye juu. Ufalme na mamlaka na utukufu na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu, na ufalme wake ni ufalme wa milele na milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Kumbuka Danieli ana swali akienda Babeli. Anajiuliza kama Mungu bado wako katika utawala. Are you still in control? Na Mungu amejibu Danieli. Anamwambia Danieli, usihofu. Wafalme wengine watakuja, watakuwa wakali kama simba, wengine watakuwa kama dubu, wengine watakuwa kama chui, wengine ni wakutisha, wengine watalitukana jina la Mungu aliye juu. Lakini Danieli, elewa jambo hili ya kwamba hizo falme zitapita na Mungu atawapatia watakatifu wake ufalme wake, maana ufalme wake ni wa milele na milele. Hivyo anakuambia ya kwamba kile tunachopita sasa ni kwa muda tu, maana ufalme wa simba utatoka, ufalme wa dubu utatoka, wachui na wakutisha watatoka, lakini Mungu atawapatia watakatifu wake, wale wanaomcha huyu Mungu na wanamwamini, ndio watakaopata ufalme. Unajua Mungu katika kitabu cha Danieli ananifurahisha kwa sababu kweli anaanza kana kwamba ndiye anashindwa, katikati ana rearrange the tables, mwisho ndio kuna ushindi. Unajua Mungu anakaa kama yule DJ. Umeshaona wale wa DJ wale? Wa DJ amekaa hapa kwa chombo chake hapa, unaona ya kwamba wimbo unauzikia ni wimbo unaendelea, alafu unasikia mara moja wimbo umechange. Ulikuwa unasikia wimbo ta 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 tan 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 ta uniongoze. Mnasikia hiyo watu? Mnanielewa? Sijui ma DJ wanatuchanganya hivyo kwa nini? Najua tuna ma DJ kwa kanisa kweli. Lakini hata sisi si mnajua kuna ma DJ mko hii dunia, kwani ni mimi niko huko duniani peke yangu? Unajua mnaniangalia kana kwamba pastor ni nini unaongea na sisi hatukwange ma DJ. Hata mimi sikuangi nao, lakini ninaonanga ako pale na hiyo kitu yake na mazikio, unasikia wimbo inaendelea. Ana change wimbo. Hivyo ndivyo Mungu anafanya katika maisha ya hawa. Mungu ameingilia kati, unasikia ufalme unalia mpaka mwisho Mungu anatupatia kile ni chetu. Na Mungu anakuambia hivi, usiogope hawa wanyama, kwa sababu mwisho watahukumiwa na ufalme ni wetu. Hatuna huo ufalme sasa, lakini mwisho ufalme ni wetu. Na ndio shetani akija kwako usimuogope, muita mkutano. Ukisikia shetani anasema anakuja, mwambie njoo, come baby come, na kungojea njoo. Na umuimbie, mwambie, ewe shetani sikia tena sikia, unayo masikio nasema sikia,
Wewe una makao hapa duniani, mimi nina makao kwa Baba mbinguni. Mimi si wako, ninaye Yesu. Nipishe njia naelekea mbinguni. Wewe ulifukuzwa mbinguni na kuhukumiwa kifo milele. Maishani mwako ninaye Yesu, kwenye shida kwenye raha ni Yesu. Oni mwangu nina amani, amani itokayo kwa Yesu. Nasubiri kao jipya. Shetani akikutisha, mwambie shetani uje kesho asubuhi saa 4 tuko na mkutano. Akae hapo na wewe ukae hapo, mwambie sikia shetani, tusisumbuane. Ulifukuzwa ulifukuzwa, ulishindwa kulipa rent. Ulifukuzwa, huko ndio ninaenda. Usinisumbue shetani, ulishindwa tangu hiyo miaka yote. Na Yesu alikupata na anakuja tena kukupatia the final blow. Jua ya kwamba falme zitaisha, mashida, matatizo yataisha, wale wanaotutesa wataisha, uchumi unaotutesa utaisha, lakini ufalme wetu, ufalme wa Mungu aliye juu unakuja, na ndio tunasema ufalme wako uje. Mimi najua tutakuwa wa ufalme. We are not here to waste time. We are not here to play games. We are just here to let the devil and his host know. Sisi tulienda kitambo. Tulienda. Hii imeenda. Huyo mtu ambaye ako hapa na hajampokea Yesu Kristo, wewe ambaye ulikuwa unamtumikia shetani, mwambie saa hii, nimeenda baba. Nimeenda. Mimi na wewe kutoka leo hutanipata. Nimeenda. Siwezi nikaacha hii ufalme. Nimeenda. Enda, toka. Kwa sababu shetani mambo yake hakuna. Kitabu cha Danieli 7 kilikuwa ni ujumbe wa kanisa kutoka kwa Mungu, ambacho kinaambia wale watumishi wake ya kwamba msihofu Danieli. Hata mkiwa Babeli bado mnashinda moto ya Nebukadnezaru. Mnashinda simba wa Belshaza. Hata falme hizi, hata upembe mdogo mtamshinda, kwa sababu Yesu ni mshindi. Unajua niliwaambia jana kile ninampendeanga huyu Mungu. Nikamwambia mimi napendanga yeye kwa sababu anapendanga vita. Yaani Mungu anapenda vita jamaa. Mungu. Na niliwaambia, nilimuulizanga siku moja, nikamuuliza, hebu niambie, bila nakutumikia na unaonekana unapenda vita, hii ni nini? Akasema ni kwa sababu sijashindwa vita. Mimi I enjoy fighting because I know I will win anyways. Huyo ndiye Mungu ambaye mumemwamini, huyo ndiye mmekuja hapa kwa sababu yake na mnaamini Yesu Kristo. Kama uko upande ya shetani ni sawa, lakini nakuhakikishia saa hii kwanza mumeshindwa. Yesu anasema simama upande wake. Ufalme ni huo ndio ufalme ambao una win. Wangapi watasema jioni ya leo ya kwamba Mungu nashukuru ya kwamba niko katika huo ufalme? Simama tu kwa miguu yako, na ukiweza unaweza songa tu mbele hapa. Anybody just come up. Ukijua ufalme, ukijua ya kwamba wewe ni wa ufalme wa milele, njoo mbele. Usingoje huyo mwingine, ni wewe. Ninaambia kama kweli unasimama na huu ufalme wa Mungu, njooni wote ambao mnasema acha tushirikiane. Let us get together and the devil to see. Na ninauliza wale ambao wamekuja ni mara yao ya kwanza, tafadhali nyanyuka uje mbele ya wengine. Wengine wote tunakuja kwa maombi, tulikubaliana tutaomba wote. Lakini kama wewe ni mgeni siku ya leo, kama wainjilisti mko hapa mmeleta wageni, njoo na wageni wako hapa, walete hapa mbele. Wewe ni mgeni, haujamkubali Yesu Kristo, bado haujampokea, lakini unasikia leo ungetaka umpokee huyu Yesu awe Bwana na mwombezi wa maisha yako, njoo. Usisimame tu na kubaki kwa kiti, hiyo sio kuja. Ukisimama piga hatua hata kama ni 3. Hata shetani aone haya umeenda, mwambie yeye imeenda. Songeni tu mbele kwa sababu kuna wengine wako nyuma yenu. Kama uko hapa ungeomba ya kwamba uandaliwe kwa ubatizo. Kama uko hapa unaomba ya kwamba Bwana nipokee, nataka nikubali wokovu wako, njoo mbele. Just come over. Kuja mbele ya wengine, piga mstari hapa. Kama nyuma yako kuna mtu amesimama hana nafasi, muondokee naye aweze kupita. Tunataka kuomba pamoja.
Na kusubiri tuje hapa, naona wengi wamekuja hapa mbele, lakini kama uko hupo nyuma na unataka kuja hapa mbele, tafadhali penya tu, mwambie huyu ako nyuma yako akupatie nafasi, na ukisikia unaguzwa kwa mgongo, muondokee yule anapita ili aje. Tungeomba ya kwamba aje. Johnny, wale ambao tunasema ya kwamba this is my first time, hii ndio mara yangu ya kwanza ya kuhudhuria mkutano, lakini nasikia ningeomba niwe katika huu ufalme. This is the kingdom that I need. Huu ndio ufalme ningetaka kuwa. Mimi sijabatizwa, but I want to be baptized ili niwe wa hii ufalme. Ufalme, wakati wa kufanya uamuzi ni sasa. Nani mwingine amebaki? Nataka kuomba pamoja sasa. Na mwingine ambaye amebaki, kama umebaki jo tu mbele. Sita shida nikikusukuma, lakini I would love you to come over. Just asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki. Thank you very much. God bless you. God bless you my brother. Anybody else? Nani mwingine anasikia, unajua mimi yenyewe sitatoka mbele kwa sababu yangu, lakini nitawakilisha bwana yangu ambaye amesumbuka, ni mlevi, amepotea njia, lakini you know what, nitatokea tu on his behalf. Kama uko hapa wa aina hiyo, njoo, usiogope. Hivyo uwakilishe bwana yako au mtoto yako. Kama uko hapa mke wako alikataa Yesu, mtoto wako hataki neno, mke wako hataki neno, but you feel I want to stand on behalf of my wife, njoo tu mbele, usiwe na hofu. Jairus alisimama kwa niaba ya mtoto wake na Yesu alisikia maombi. Ukisimama kwa niaba hata ya jirani yako, usikie kuna mtu naombea, huyu mimi nataka nisimame kwa niaba yake. I'm standing in the gap. Kama uko hapa, njoo tu, usihofu. Usiogope. Asante sana, asante sana. Asante sana. Kutoka siku ya kesho tutawajulisha, ubatizo bado unaendelea. Kuanzia kesho tutawapatia idadi au data ya ile kunavyoendelea ili muweze kuelewa. Tunataka kuomba sasa. Asante sana dada yangu, Bwana akubariki. Anybody else? Sitaki nikufungie. Shetani angetaka ufungiwe huko nje, lakini pia uamuzi ni wako. It's you to make a decision. Thank you very much my sister. It's you to decide. It's you to say no, ninapiga hatua. Piga hatua. Piga hatua tu moja au mbili, kama sio tatu. Piga hatua. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa neno lako takatifu. Asante kwa kutukumbusha juu ya kitabu cha Danieli, ambao utaendelea kuangalia juu ya hawa wanyama kadiri watakavyoendelea, na vile ambavyo watakavyoingilia imani, na vile watu wengi wamepotezwa nao. Lakini tumekuja kwa huu mkutano ambao unatupatia nuru ya matumaini. Wakati tunapochambua neno lako, hebu uchambue roho zetu na uandike neno lako ndani yetu, tukakuelewe hata na zaidi. Tuweze kujua simba alifanya nini kwa maisha yetu ya Ukristo, hadi hata wale wanyama wengine tangu ule wa mwisho, hata yule pembe mdogo. Na ili nasi tuelewe tunaposimama upande wako tunasimama kivipi. Asante kwa wale ambao wamejitokeza. Wao wanasema tunasimama nawe, tunasimama na huu ufalme, na tungeomba tuweze kupiga hatua zile zinastahili. Na kuna wengine pia wamesimama kwa niaba ya wengine. Naomba ya kwamba ukawakumbuke. Asante kwa makutano, na asante kwa kila mmoja watakapokuwa naenda nyumbani, ukawaongoze na uwe nao. Na wale walio katika vituo mbalimbali, wanaoendelea kujitoa, wanaoendelea kupeana maisha yao kwa Yesu, wanaoendelea kusema nimekubali, wanapotokea Bwana, wahesabiwe na kundi hili pamoja. Na ukawakumbuke na ukawabariki wote usiku wa leo, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tumeomba na kuamini. Amen.